Na mtazamaji, hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Millicent Randa. Karibu. Naam, wengi wa wakazi wa Nairobi waliamua kujiepusha na eneo la katikati ya jiji la Nairobi huku nchi ikiadhimisha kumbukumbu ya 36 ya siku ya Sabasaba. Licha ya mji kuwa na utulivu, hofu ilionekana kutawala huku maafisa wa polisi nao wakishika doria jijini wakiwa wameweka vizuizi katika barabara kuu zinazoingia katikati ya jiji la Nairobi. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Chris Dairu anavyoripoti ni kwamba wamiliki wa biashara na waendeshaji wa matatu lakini pia bodaboda walipata hasara huku sehemu nyingi za kibiashara zikisalia kufungwa. Haya ndio mandhari yaliyomkia wakazi wa Nairobi wakati nchi ikiadhimisha kumbukumbu ya 36 ya siku ya Sabasaba. Polisi walikuwa wameweka vizuizi kwenye njia zote muhimu zinazoingia katikati mwa jiji la Nairobi. Magari ya usafiri wa umma na waendeshaji wa bodaboda walikuwa walengwa wakuu huku polisi wakidhibiti idadi ya Wakenya waliotaka kuingia jijini. Kutoka barabara ya Outer Ring, Thika Road, Mombasa Road na Waiyaki Way ilibidi Wakenya walazimike kutembea hadi jijini Nairobi kwani ni idadi ndogo ya magari iliyoruhusiwa kupeleka wateja jijini. Matokeo yake, usafiri na biashara viliathirika huku wengi wakisalia kuhesabu hasara. Mimi nimepata nakaa hapa hivu, nikifika pale Doni napata kumefungwa. Nimekuja mpaka hapa stadi na abiria nikageuzwa. Sasa hakuna kuingia town, ndio hizi magari zinageukia hapa. Sasa kazi ya pikipiki hata hakuna. Wale customer wangu hawako. Sasa mwenye anapata nikimwambia shilingi 200, aya anasema 100. Kwa kawaida siku kama ya leo, siku ya Jumanne, shughuli huwa si haba hapa katikati mwa jiji la Nairobi, lakini mandhari yalikuwa tofauti siku ya leo ambapo nchi ilikuwa inaadhimisha siku ya Sabasaba. Nyumba yangu magari ya polisi yakiwa mengi kuliko yale ya binafsi. Eneo la katikati ya jiji la Nairobi lilisalia mahame, barabara nyingi zikiwa tupu na biashara nyingi zikiwa zimefungwa kwa hofu ya uvamizi, huku wachache tu waliofungua biashara zao wakipambana na changamoto ya kupata wateja. Tunawashikaga mawocha hapa makofia, lakini saa leo nimerauka ngware. Unaona, saa moja nilikuwa hapa. Toka hiyo masaa sijauza kitu. Hapa ni makarao kutuhangaisha nini. Sekitu sio mbaya sana, lakini watu ndio hakuna wengi. Watu wengi ni kama, unajua watu wakiambiwa maybe kuna maandamano mahali, watu wengi wanaogopa kukuja town. Kwa saa hii kazi iko chini kabisa. Ukiona saa hii hakuna customer. Kituo cha Kencom na Ambassador vilivyo na shughuli nyingi ndani ya jiji vilibaki vikiwa na magari machache ya usafiri wa umma yaliyoegeshwa yakisubiri abiria ambao hawakuwepo, na badala yake kulikuwepo na idadi kubwa ya polisi ambao walikuwa wameegesha karibu na eneo la Archives ambapo vijana wanajulikana kukusanyika na kuanza maandamano. Kila mtu analia shida. Kila mtu analia. Watu wanasema wewe hata ukiangalia hivi kila mtu anaoka. Sasa hata hatuna wera. Barabara ya Bunge ilibaki kufungwa siku nzima ya Jumanne huku polisi wakiziba kwa waya wa wembe. Taasisi kama kanisa kuu la Holy Family Basilica ambalo huwa limejaa waumini na wale wanaotafuta maegesho ya magari nalo lilikuwa mahame, huku kufungwa kwa barabara muhimu kukiadhiri shughuli katika mahakama ya juu na vile majengo ya City Hall. Chris Dairu, KTN, Nairobi. Na tukisalia katika suala hilo la Sabasaba ni kwamba kushindwa kuwasilishwa kwa ombi